Bana, mwanamuziki Diamond Platnumz ameamua kushare katika upande wake wa Instagram kupitia Insta story yake, akionyesha mkataba ambao kuna mtu ameweza kufanikiwa kusign mkataba katika kujiunga na lebo ya WCB, moja katika record label kubwa zaidi Tanzania ambazo zinatazamwa sana, lakini watu wengi pia wanaamini kabisa kwamba ukifanya kazi chini ya lebo ya WCB unaweza ukawa moja katika wasanii ambao wamefanya poa zaidi, moja katika wasanii ambao wana mafanikio makubwa zaidi. So Diamond Platnumz aliweza kuweka Insta story yake katika siku ya jana juu ya mkataba wa kuweza kujiunga na kampuni ya muziki ya WCB. Tukumbuke kipindi cha nyuma ambapo WCB iliweza kutangaza nafasi 6 kwa vijana ambao watatamani kujiunga na record label hiyo, baada ya kuona kwamba kuna uhitaji mkubwa sana wasanii kutoka katika record label ya WCB. Na hii hapa ilikuwa ni baada ya mwanamuziki Mbosso Khan Mshedede kutoka pale WCB, baada ya kuonekana kwamba Mbosso ameweza kujitoa katika label ya WCB bila ya gharama yoyote, baada ya kuonekana kwamba Mbosso ameweza kusamehewa na Diamond Platnumz asilipe hata shilingi 5, baada ya kuonekana kwamba heshima yake ilikuwa ni kubwa sana, baada ya vitu vingi kutokea pale, Baba Levo kufunguka vitu vingi kwamba Mbosso anatoka WCB lakini hatoi hata shilingi 100. Moja katika vitu ambavyo vilikuja kuwashangaza watu wengi sana, lakini pia vimeweza kutoa nafasi kwa wasanii wengine kwamba akitaka msanii yoyote kujiunga na lebo ya WCB inawezekana, ni kutuma maombi kuelekea katika utaratibu ambao waliweza kutoa. So one time kulikuwa na vitu vingi sana pale ambapo Liza, moja katika maproducers wakali kabisa kutoka katika lebo ya WCB, aliweza kutoa masharti kwa vijana ambao watatamani kujiunga na record label ya WCB, na vitu vingi sana viliendelea kutoka pale, na mpaka sasa inaonekana kabisa kwamba lengo la kuweza kuwasajili wasanii kuingia katika record label ya WCB inaonekana ni kubwa sana. One time baada ya Diamond Platnumz kutangaza mkataba huu, kuposti pale katika upande wake wa Instagram kuonesha kabisa kwamba kuna msanii ambao mpaka sasa tayari ameshaweza kujiunga na record label hiyo, watu wengi waliweza kushtuka kwa sababu one time ilikuwa inaonekana kama labda ni scandal, kama labda ni upepo na vitu vingine kama hizo hapo, kwa sababu one time pia inaweza ikatokea wasanii wengi kutangaza baadhi ya project na baadaye kuenda kinyume na the way ambavyo wameweza kufunguka. So watu wengi waliweza kushangazwa na kitu cha kwamba mpaka sasa kuna msanii ambao tayari ameshaweza kujiunga na record label ya WCB, ni bado tu kutangazwa. Na juzi tu hapa tuliweza kumuona Diamond Platnumz akiwa anatangaza ya kwamba ataweza kuandaa press, akiwa anaongea na waandishi wa habari juu ya michongo ambayo yeye anataka kwenda kufunguka kutoka pale. Moja katika vitu ambavyo vilikuja kuahirishwa baadaye, baada ya Diamond Platnumz kuposti ya kwamba kuna kitu ambacho ni chanya zaidi, yani kina umuhimu mkubwa zaidi, kimeweza kumfanya yeye kuahirisha press hiyo. So one time tunaona kabisa kwamba record label ya WCB sasa ina uhitaji mkubwa sana na wasanii, na one time tunamuona Diamond Platnumz akiwa na furaha kubwa sana ya kutaka kuwatangaza wasanii kutoka pale katika record label ya WCB, kuonesha kabisa kwamba kuna vijana wengine ambao wanakwenda kuinua vipaji vyao. Tukumbuke katika kipindi cha Bongo Star Search, yani BSS ya mwaka huu 2025, ambapo walitoka washindi wakali kabisa wakina Moses pamoja na Salou Kulwa, moja katika washiriki ambao waliweza kufanya vizuri sana katika kipande cha BSS, lakini pia waliweza kufanya mambo makubwa zaidi tena mbele ya Diamond Platnumz. Diamond Platnumz aliweza kutangaza kabisa kwamba anataka kuwasaini wasanii hawa ambao walikuwepo ni Moses pamoja na Salou Kulwa, kwamba anatamani kuwaingiza katika record label ya WCB. Lakini one time Master J alikuja kufunguka ya kwamba ikitokea Diamond Platnumz kweli akawasaini wasanii hawa kuingia katika record label ya WCB, basi yeye ataweza kuacha kazi, yani ataacha kazi kabisa ya judgment, yani ataacha kuwa judge katika jukwaa la Bongo Star Search, yani BSS. Moja katika vitu ambavyo vilikuja kuwashangaza watu wengi sana, kuonesha kwamba ni kwa nini Diamond Platnumz ametangaza kuwasaini wasanii, lakini Master J alikuja kufunguka ya kwamba hawezi kufanya kitu kama hicho. So contradiction iliweza kutokea pale katika kipindi cha hapa kati, kuonesha kwamba kuna upinzani fulani vikati ya Diamond Platnumz pamoja na Master J, kuonesha kwamba Master J ana uhakika kabisa kwamba Diamond Platnumz hawezi akafanya kitu kama hicho hapo. So tuone pale katika siku ambazo zinakuja, kwa sababu one time Diamond Platnumz anaonekana kabisa kwamba anatamani kuja kuonesha mikataba hiyo wameweza kusaini wakina nani. Mimi nataka unipange hapo kwenye uwanja wa comment. Inawezekana Salou Kulwa pamoja na Moses kutoka pale katika stage ya BSS, inawezekana ndio wasanii ambao wanakuja kusainiwa pale. Inawezekana ni kweli zile matangazo za kwamba WCB inataka wasanii
6 ambao wanataka kujiunga pale na kutoa nafasi kwa watu waweze kufanya maombi hayo. Inawezekana ni kweli wataweza kusainiwa katika record label ya WCB. Nipange hapo kwenye uwanja wa comment. Mimi naitwa G21 Time, G21 TZ official genius, na hii hapa ni G2 Media.